naibu katibu na ndugu wa Tanzania pamoja na waandishi wa habari. Mimi ninaitwa Alan Macha, ni jirani na rafiki wa Bwana David Jumbe. Ninachokisimulia hapa ni tukio lililotokea jana baada ya mimi kutoka katika shughuli zangu ninazozifanya za kila siku nikirejea nyumbani. Kwanza, Bwana David Jumbe ambaye ni jirani yangu na rafiki yangu, nilikuwa nina muda mrefu hatujaonana kutokana na hali ya sintofahamu ya usalama wake ndani ya nchi yetu. Lakini kwa bahati nzuri, jana wakati ninakaribia kutoka ofisini kwangu kurudi nyumbani, akanitafuta kwenye simu na kunieleza ya kwamba yupo katika garage moja ambapo gari yake inarekebishwa. Kwa hiyo ninaweza kumpiki kwa sababu mimi nilikuwa na gari na kuweza kurejea naye nyumbani kwa sababu tunaishi mtaa mmoja. Baada ya kumpiki, tulirejea nyumbani pamoja kwenye majira ya saa 4 na kama dakika 5 hivi usiku. Wakati tumekaribia karibu na nyumbani kwake kwenye umbali wa takribani mita 20 au 25 kutoka kwenye nyumba yake na eneo la tukio lilipotokea, tukaiona gari inatufuata nyuma ikiwa spidi sana na pikipiki mbili zikiwa zinaieskoti. Ile gari ilivyokuwa spidi, nikamuuliza kwa sababu mimi nilimuomba yeye aendeshe gari baada ya kukutana naye garage kwa sababu ninaumwa mgongo, nikamuomba anisaidie kuendesha ili turudi pamoja. Nikamuuliza, unaona hiyo gari inavyokuja kwa spidi hiyo? Akasema, na mimi simuelewi, na barabara ilivyo mbovu hivi, mbona hii spidi sio ya kawaida? Nikamwambia basi mpishe apite. Kile kitendo cha yeye kusogea kushoto ili ile gari ipite, ikaja ikablock mara ya kwanza. Akaendelea kusogea mbele na kubana kushoto zaidi, ikablock tena mara ya pili. Ikabidi na yeye atoke resi akimbie mahali ambapo pana uwazi, panafanyika shughuli za ufyatuaji wa matofali na uuzaji wa vifaa vya ujenzi, panaka space. Ile gari ikaja ikablock kabisa, na kwenye ile gari iliyokuwa inatublock ambayo ni Toyota Probox, namba sikuweza kuisoma kwa haraka, lakini inamalizikia na EDE. Wakashuka watu takribani 6 au zaidi. Na kile kitendo cha wao kushuka, kwa sababu sisi kwenye gari tulikuwa tujaweka lock milango, haraka sana tukajikuta tayari wameshafungua milango ya gari letu na kujitambulisha ya kwamba wao ni askari polisi, tuko chini ya ulinzi. Lakini kwa ghafla kile kitendo walivyokuwa wanakifanya kilikuwa yani kama vile ni jambo la kimafia, kama vile mtu anavyoangalia movie za utekaji zilivyo. Sasa wakati ule wanasema mko chini ya ulinzi, Bwana David Jumbe akawahi kuhoji, tuko chini ya ulinzi kwa kosa gani? Na mimi pia nikauliza kosa letu ni nini? Kile kitendo cha kuuliza, yeye wakawa wameshagawanyika watu zaidi ya 4 wanapambana naye ili wamtoe pale kwenye uskani wampakie kwenye Probox. Na mimi wengine wakawa tayari wamesha nikamata na mimi wanataka wanipakie kwenye Probox. Nikajishika kwa nguvu huku nikipiga mayowe na kelele nyingi kwa sababu pale ni karibu na nyumbani. Nikisema watekaji, wezi, nikijua tutapata msaada. Kwa bahati nzuri wakati napiga zile kelele, wakatokeza bodaboda ambao walikuwa wanarejesha watu nyumbani na wengine wanarudi baada ya kupeleka abiria. Wakawa na wao wameshuhudia lile tukio, na kile kitendo cha wale watekaji au waliojitambulisha kuwa ni askari kuona watu wanakuja, wakaingia naye kwenye ile Probox na wengine wakagawanyika wakaingia kwenye ile gari yangu, na gari yangu ndio ikawa ya kwanza mbele kuongoza msafara wa kukimbia. Kwa vile bodaboda walishafika na sisi tulipiga makelele mengi, ikabidi wazifukuze. Mimi wakati napiga kelele nilibahatika kutoka na simu yangu. Kuna rafiki yangu yuko maeneo ya karibu na Mingoi, ana kapabu ka grocery fulani hivi pale. Na huwa kuna mara nyingi mimi huwa nikitoka ofisini naweza nikapita pale, spendi muda kidogo pale na kwenda nyumbani. Nikampigia simu nikamweleza scenario ya tukio lililotokea na gari yangu anaijua. Nikamwambia gari yangu tumetekwa
na wameondoka na gari yangu na wameondoka na jirani yangu Jumbe nilikuwa naye kwenye gari. Naomba kama mnaweza mweke beria ili wakifika hapo tujue kweli ni watu gani. Kwa hiyo ile taarifa nilivitoa haraka kwa sababu mimi vijana wengi wanaoendesha bodaboda pale wananifahamu, na yule alivyokuwa ninaongea naye pale walikuwepo bodaboda kwenye ile grocery yake. Watu wengi wakawa tayari wamesha jiorganize wakiwa bodaboda na kuweka baadhi ya beria ambayo vilikuwa ni viroba vyenye vifusi na baadhi ya mabenchi. Na mimi nikawa nimepakiwa na bodaboda ambaye alishuhudia lile tukio wakati linafanyika zile rapsha. Kwa hiyo tukawa tunaifukuza ile gari yangu ambayo iko mbele na ile probox yao iko nyuma ya ile gari yangu. Sasa mimi nikawa tayari nina taharuki. Mimi ninachokitamani ni kuiblock ile gari yangu ingawaje tuko na pikipiki. Kwa hiyo tukaipita ile probox ambayo alikuwa amebebwa yeye. Speedi zile gari zilizokuwa zinatembea ni speedi ya ajabu sana. Mimi mwenyewe hiyo gari ninayo zaidi ya miaka 6, lakini sikuwahi kuamini kama ile gari ina mwendo huo. Kwa hiyo watu waliokuwa barabarani wanarudi majumbani walivyoona zile gari zinavyopita kwa speedi ile, wengi walipisha wakijua ni kitu kisicho cha kawaida. Kwa ile tukio tumelifukuza zile gari mpaka kufika pale kwenye beria. Ndio na wao wakapunguza mwendo. Nikaendelea kukaza sauti na kupiga kelele, watekaji wamemchukua Jumbe na gari yangu wako nayo. Na kwa vile watu wananiona mimi ninapiga kelele na gari yangu wanaifahamu, kweli wakajua ni tukio la kweli. Nikazidi kuwavuta watu wengi pamoja na bodaboda wa Kijiwe cha Mingoi wengi wao. Kwa hiyo wale walivyoona bado watu wanazidi kuongezeka, wakaangalia pale palikokuwa na ile beria wakagonga wakapita. Hiyo process ya kukimbizana na bodaboda wanafuzia nyuma ikaendelea mpaka tukapita Bunju. Wakati inafika Bunju ikawa barabarani kulikuwa kuna trekta linarudi majira ya kwenye saa 4 na dakika 10 na kitu. Kwa hiyo sisi wale bodaboda wakawa hawawezi kwenda tena kwa kumaintain ile speedi waliokuwa nayo, lakini wale wakatoa kushoto na wakaenda kwa speedi ile ile. Bahati nzuri yule mimi ndugu yangu au rafiki yangu nilimpigia simu nikimwambia tumetekwa na gari yangu imeondoka, ambaye alikuwa ndio mmiliki wa ile grocery ni mwanajeshi. Akaniambia mimi nimechukua pikipiki kwenye simu, niko nao, kwa hiyo ninyi endeleeni kuja. Kwa hiyo sisi na mimi nikawaomba wale bodaboda wasiache kutupa support tuweze kukimbiza, tujue kama wataingia kituo cha polisi tujue basi ni polisi wenyewe, tujue jambo likoje ili nikaweze kuripoti. Cha kushangaza walivyofika maeneo ya karibu na Boko Magengeni, wakaingia hii njia ya kuingilia kwenda Mbweni kwa spidi za ajabu sana, na watu wameshuhudia hilo tukio. Baadaye walivyoona bodaboda wanaongezeka, wakaenda wakazunguka, wakarudia hii barabara kama wanarudi sasa ile njia walioingilia. Walivyofika maeneo ya ile baa moja inaitwa Mashati, wakafyatua risasi kama 2 juu ili watu wapungue, lakini bado bodaboda wakaendelea. Wakafika barabara ya mbele yake, wakaingia sasa moja kwa moja barabara ya kunyoosha kwenda Mbweni kule kuliko na ule msitu wa eneo la usalama. Walivyoenda wakafika pale kwenye ile beria, kwa sababu ile barabara ina beria. Walivyofika kwenye beria hawakwenda tena kwa spidi ile, wakapunguza spidi na baadaye wakazima magari wakapaki, wakashuka wote ndani, wakafyatua risasi nyingi sana kuelekea kule ambako bodaboda walikuwa wanazifukuzia. Kwa bodaboda wengi na watu ambao walikuwa wanasogea wakaona ile taharuki, tukaanza kurudi nyuma kwa kukimbia pia. Walioweza kugeuka na bodaboda walioweza kukimbia kwa miguu, lakini baadaye bodaboda wakasema hapana, tusikimbie. Maana walivyofyatua zile risasi walifika mahali wakatulia. Lakini lile eneo ni eneo la usalama na pana beria. Bodaboda hawakudhubutu kuingia, na kwa ile situation ya wao kufyatua risasi ikapelekea pia watu kuwa na hofu ya kwenda. Kilichotokea baada ya lile tukio la ufyatuaji wa risasi kutulia, wakawa kuna baadhi ya bodaboda walitoa mawazo pale. Akawepo bodaboda mmoja aliyekuwa na namba ya OCD. Akampigia simu, akamweleza scenario ya tukio ambalo
ameliona, akamwambia na muhusika wa gari ambayo imechukuliwa yuko hapa, msikilize. Sikuweza kujua alikuwa amempigia OCD wa wilaya ipi, lakini mimi nikamwelezea scenario ya jambo lilivyo. Akanisikiliza, baadaye akaniambia sawa. Tulivyoendelea kukaa pale, baadhi ya ndugu mimi wakawa wameshapata taarifa ya kitu kilicho